Ndugu zangu, tunapoendelea kusikia neno hili, Mungu ametupa karama kwa kusudi jema katika maisha yetu. Kwa hivyo tunapofahamu kwa nini Mungu ametupa karama hizi, itakuwa ni faida kubwa katika maisha yetu, na kwetu pia itakuwa ni baraka. Tukifahamu kwa nini Mungu ametupatia karama. Maana karama Mungu hatupi tu bure, anatupa kwa kusudi lake. Kwa hivyo nafasi ya mzaliwa wa kwanza amepewa nani? Edom, ama amepewa Esau. Na amepewa mahali pa kukaa pazuri wapi? Katika nchi ya milima. Lakini yeye ni nini anafanya? Wakati ndugu zake wameingiliwa, yeye hawasaidii. In fact, tukisoma katika Obadia vizuri, tunaona wakati walipoingiliwa Yuda na watu walipoanza kukimbia, wao waliwaua wale watu ambao walikuwa wanakimbia. Walisimama katika njia panda na wakaanza kuwafanya nini? Kuwapiga. Wakaanza kuwafanya nini? Kuwatupia mawe. Wakaanza kuwapiga, kuwasumbua. Na hawa ni ndugu zao. Esau, you are the firstborn, you are supposed to serve Jacob. Why are you mistreating your younger brother? Kwa nini unasumbua ndugu yako mdogo? Na wewe umeambiwa. Jacob Esau hakujua moyo ama hakujua mapenzi ya Mungu ni nini. It is very dangerous for us kama hatutajua mapenzi ya Mungu ni nini katika maisha yetu. Kwa nini wewe umepewa degree na mwingine hakupewa? Kwa nini wewe umepewa nyumba nzuri na mwingine hakupewa? Kwa nini wewe umepewa hekima na mwingine hakupewa? Unaona ni kwa sababu ya nguvu zako? Ni kwa sababu ya hekima yako? Ni kwa sababu wewe uko bora? Ni kwa sababu wewe unajua kuliko mwingine? Hapana. Mungu amekupatia hiyo gift kwa sababu anataka na wewe uwe baraka kwa mwingine, utumike. Hivyo ndivyo kusudi la nini Mungu kumpatia nguvu na kumpatia uzaliwa wa kwanza nani? Esau. Akasema hivyo ndivyo anataka Esau amtumikie nani? Amtumikie Yakobo. Lakini unfortunately Esau hakujua. Na kwa sababu hakujua, after many years, now tunaona vile Mungu anasema juu ya Esau. Mungu anasema nini? Mungu anasema mimi nitakuja na nitakufanya nini? Nitakuangamiza. Ukisoma, wacha tusome hapo tuone hiyo verse. Yes, anasema hivi, usiingie katika malango ya watu wangu. Usiingie. Siku ya msiba wao. Kwa nini wewe hakuenda kuwasaidia? Ndio hapa anauliza, kwa nini hukuenda kuwasaidia? Kwa nini hukuenda kuwa pamoja na wao? Kwa nini hukutazama? Anasema usiyatazame mateso yao siku ya msiba wao, wala usitie mkono wako juu ya mali za. Kwa nini hukuwasaidia? Kwa lugha rahisi, hakuenda kuwasaidia. Hakuenda kuwa pamoja na wao. Na kwa sababu hii Mungu anasema nini? Verse 15 na verse 16 unasikia Mungu vile anazungumza. Twende verse 15 na 16. Verse 15 na 16 Bwana Mungu anasema hivi. Anasema hivi. Kwa maana hiyo siku ya Bwana ikaribu juu ya mataifa yote. Kama ulivyotenda ndivyo utakavyotendewa. Esau, Edomu, kama ulivyomtendea Jacob, kama ulivyomfanyia Jacob, kama ulivyomdharau Jacob, na wewe hivyo utatendewa. God has given you that gift so that you may be a blessing to your neighbor. So that you may be a blessing to your relatives. Si kwamba umuhimu zaidi. Mungu anataka uwe baraka. Anataka uwe msaada kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ndivyo utakavyotendewa. Ndivyo utakavyotendewa
malipo yako yatakurudia juu ya kichwa chako mwenyewe. 16. Kwa maana kama vile ulivyokunywa juu ya mlima wangu mtakatifu, ndivyo mataifa yote watakavyokunywa daima. Naam, watakunywa na kubabaika, nao watakuwa kana kwamba hawakuwa kamwe. Hivyo ndivyo Mungu anazungumza juu ya nini? Juu ya Esau. Kwa sababu hukuenda kumsaidia, kwa sababu wakati wa msiba hukuenda kuwatazama, hivyo na wewe utatendewa kadhalika. Maana Mungu ataondokesha, ukisoma huko mbele, Mungu ataondokesha taifa juu ya Esau, juu ya Edomu. Mungu ametuneemesha wapendwa. Mungu ametuneemesha, amekuneemesha mama, amekuneemesha kijana, amekuneemesha ndugu, mtumishi wa Mungu. Mungu amekuinua, amekusaidia from nowhere. Bwana amekuleta na amekuendelea kukuleta kwa neema yake, si kwamba ulikuwa, kwa neema yake tu amekuleta mpaka mahali ulipokuwa sasa. Mahali ulipo sasa ni Mungu amekuleta. God has lifted you from nowhere. Wakati mwingine nimekuwa nikisikia kuna mtumishi mmoja alisema, baada ya kuwa ameinuliwa, mtumishi wa Mungu tu, baada ya kuwa ameinuliwa hivi, alisema siku moja, akasimama akasema, haya makanisa yote ya vioski nitaenda kuyafunga. Haya makanisa yote, maana sahi watu ambao yuko nao ama watu ambao wako chini yake ni watu zaidi ya 5,000 kuendelea. So alipokuwa kitazama makanisa mengine, anasema haya makanisa madogo madogo, akayaita haya makanisa ya vioski nitayafunga. Ndugu mtumishi wa Mungu, lakini huyu mtumishi wa Mungu amesahau tu ya kwamba hakuanza hapo. It is just God alimpatia hiyo gift na neema, na ndio sababu yuko pale. Lakini kwa nini anazungumza? Bado hajajua kwa nini anazungumza hii. Lakini mtu mmoja, watumishi wa Mungu wengine wakamuuliza, mtumishi, ni juzi tu, ni miaka michache tu, si wewe ulikuwa kama sisi? Si hata wewe ulikuwa kama sisi? So kwa nini watu huzungumza namna hii? Kwa sababu ndani yetu tunapo ingiwa na nini? Kiburi. Kiburi ni hatari sana. Kiburi ni hatari sana. Kiburi cha uzima. Kuna mtu anaweza kuwa amenyamaza, lakini ndani yake ako na nini? Ako na kiburi cha uzima. Hataki kuzungumza. Kwa sababu gani? Anaona wale wanaozungumza ni wajinga. Kwa hivyo yeye kwa sababu amenyamaza ndio anajiona yeye ni mtu gani? Ni mwerevu. So ndani yake ana nini? Ana kiburi cha uzima. Saa nyingine kiburi si kwamba lazima mpaka uongee. So huyu mtumishi anasema nitafunga haya makanisa. Hivi vibanda nitavifunga mara moja. Kwa nini? Kwa sababu sasa Mungu amemuinua. Wapendwa, kiburi ni kibaya. Lakini ujue ya kwamba hiyo gift ni Mungu tu ametupa, ama ni Mungu tu amekupa. Bwana Yesu asifiwe. Hata na sisi pia Mungu ametupa hii nafasi, kama vile Esau alivyopewa na Mungu. Esau amepewa nafasi nzuri, kazi yake ni moja na, by the way, and in fact sijui kwa nini Esau ana behave namna hii, lakini kwa sababu ndani yake ana kiburi. Bwana asifiwe. Na hii ndio sababu Malaki baadaye anakuja anazungumza ya kwamba Mungu alimchukia Yakobo, alimchukia Esau na akampenda Yakobo. Kwa nini alimchukia Esau? Kwa sababu ya hii roho. Maana moyoni mwake alisemaje? Alisema nitajenga. Hata wakibomoa mimi nitajenga. Halafu nitasimama, nitapanda kule juu. Lakini Mungu anasemaje? Hata akipanda kule juu, yeye atamshukisha chini. Lakini Esau mimi maana ndani yake, maana ndani ya moyo wa Esau kuna kiburi. Nitajenga. Akibomoa mimi nitajenga. Esau, utajenga hata Mungu akibomoa
wewe utajenga. Hata Mungu akikushusha chini, wewe utajenga. Na ndio sababu akasema kwamba basi kwa sababu atamshusha chini na hataonekana tena katika maisha yake. Hataonekana tena katika ulimwengu huu. Hebu tusome hiyo, tusome Malaki 1:3 na 4. Malaki 1:3 na 4. Nabii Malaki na yeye anazungumzia kuhusu nani? Anazungumzia kuhusu Esau, anazungumzia kuhusu Edom. Anaangalia vile 3 nasema hivi: bali Esau nimemchukia na kuifanya milima yake kuwa ukiwa. Unasikia? Kwa nini Mungu amechukiwa na Esau? Amefanya milima yake kuwa ukiwa. Na unajua kishafanya ukiwa, huko hakuna mahali hakuna wanadamu wanakaa. Ni nini wanakaa? Nyoka na mbweha na wanyama wengine. Amen. Na urithi wake nimewapa mbweha wa nyikani. Nimewapa because of not realizing the gift of God which he was given. Then he was removed completely from where? On the mountain areas. And it was given to who? The wolves of the wilderness. Bwana Yesu asifiwe. Anawapatia mbweha wa nyikani kwa sababu gani? Kwa sababu Esau hakufahamu nini? Hakufahamu ya kwamba hii karama ilikuwa ni mtu. Ile inasema hivi: ijapokuwa Edomu anasemaje? Tumepondwa lakini tutarudi. Hivyo ndivyo anavyosema. Hata ingawaje tumepondwa lakini sisi tutarudi. Maana anajiamini, maana anajiweza, maana ana nguvu. Mtu mmoja alisema hivi, alikuwa ni dereva wa meli kubwa duniani, ile meli kubwa iliyotengenezwa duniani. So alipokuwa akihojiwa akasema ya kwamba hii meli iko stable ama iko imara kabisa. Hata Mungu mwenyewe akitaka kuizamisha hawezi kuizamisha. Unasikia huu moyo wa kiburi watu uzungumza. Utanifanya nini? Nenda mahali popote. Nenda mahali popote. Kama utaenda fanya lolote utakalo. Utanifanya nini? Hizi ni baadhi ya roho ama ni mioyo ya kiburi. So huyu captain ama huyu yani captain alipozungumza hivyo akaanza safari, hakufika mahali popote. Meli ikaenda ikafanya nini? Ikagonga jiwe la barafu huko chini. Lilipogonga jiwe la barafu ikatoboka, maji ikaingia. Hakuna aliyeokolewa hata mmoja. Kwa sababu ya kiburi. No, Mungu amekupatia hiyo neema, amekupatia hiyo gift ili utumikie wengine. Ili utumikie, una ujuzi fulani, basi umepatiwa huo ujuzi si kwa kujinufaisha wewe, hapana. Ili ufanye nini? Utumikie wengine. Kuna watu fulani katika Biblia, mifano fulani katika Biblia ambao Mungu aliwapatia neema, akawapatia some gift. Mfano wa kwanza ni malaika ambaye alikuwa anaitwa malaika Lucifer. Lucifer ndiye baadaye alikuja akaitwa Ibilisi. Lucifer ndiye baadaye alikuja akaitwa joka. Lucifer ndiye baadaye alikuja akaitwa Shetani. Lakini kwanza halikuwa na haya majina. Alikuwa na jina gani? Alikuwa anaitwa Lucifer, yani nyota ya alfajiri, nyota ya asubuhi. Jina zuri, maana Mungu alimtengeneza, alimuumba vizuri. Katika malaika wote mbinguni, huyu ndiye alikuwa malaika ambaye ameumbwa vizuri. Alikuwa ni mzuri. Ndani yake alikuwa ametengenezewa tamrini na sauti za kila aina. Sauti zote zilikuwa zinatoka ndani yake. Huyu alikuwa ni Lucifer. Ndiye alikuwa ametengenezwa hivi ili amtukuze Bwana. Ametengenezwa na hizi sauti nyingi. Ametengenezwa kuwa mzuri ili amtukuze Bwana. Anaposimama pale mbele,
mtukuza Bwana, Mungu anafurahia. Akaumbwa vizuri, akatengenezwa vizuri. Very beautiful. He was beautiful. Lucifer was beautiful. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa nini amefanywa kuwa mzuri namna hii? Kwa nini amepewa hizo sauti zote za uimbaji? Kwa sababu amtukuze Bwana. Lakini yeye hakujua hiyo. Bwana asifiwe. Na kwa sababu hakujua hiyo, basi akaanza kuinuka ndani ya moyo wake. Kiburi kikaingia. Kiburi cha uzima ni kibaya. Kikaingia, akaanza kujiinua. Akaanza kujiinua. Anasema hata mimi nami nataka niwe kama Mungu. Nikae pahali pa juu, pahali pa Mungu. Kwa hivyo wanataka kuwa sawa na Mungu. No. Mungu alimuumba hivyo kwa kusudi. Hawawezi kuwa sawa na Mungu. Mungu amekupatia hiyo gift kwa kusudi. Kwa hivyo Mungu amekupa ili utumike. Kwa hivyo alipoanza kuwa na tabia hii, Mungu akamshukisha, na alimshukisha kabisa mpaka amemshukisha mpaka kuzimu, na kuanzia hivi sasa anangojea hukumu. Saa hii Lucifer ama shetani hata akitubu hawezi kupata msamaha, because he is already judged. Amekwisha kuhukumiwa. Hana nafasi ya nini? Ya toba. Hana nafasi ya toba. Biblia inasema na kulikuwa na vita huko mbinguni, Mikael na jeshi lake na yule joka wa zamani, shetani, ibilisi. Naye akafukuzwa, mahali kwake hakukuonekana, akatupa chini. Alipotupa tena huko, ametupa kule chini zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Ayuko hapa anafanya nini? Anawadanganya watu ili wawe kama yeye. Wawe na roho gani? Roho ya kiburi. And that's why many people in the world, they're so proud. Very proud. Kwa sababu ya elimu, kwa sababu ya mali, kwa sababu ya nini? Juzi tulikuwa tunasikia Waafrika watakufa wote, maana tumepanga njama ya kuwaua wote na ugonjwa. Watu fulani ndio wanazungumza, ni roho gani hii? Lakini si bado Mungu anatupatia neema. We are here today. Tuko hapa leo. Maana sisi Mungu anatulinda. Jacob analindwa na nguvu za Mungu. Na wewe utalindwa na nguvu za Mungu. Na mimi nitalindwa na nguvu za Mungu. Iwapo nitafahamu nafasi Mungu ambayo ameniwekea. God has given you the wisdom. That wisdom is not that you may despise other people. God has given you the wisdom so that you can serve him. So that you can benefit that brother, that sister. Bwana Yesu asifiwe. So hii ndio kusudi Mungu amekupatia ndugu. Hii ndio kusudi Mungu amenipatia hata mimi. Today I can preach like this. 25 years back, mimi nilikuwa siwezi kuhubiri. In fact nilikuwa nikisimama mbele ya watu magoti yanagongana. Nakumbuka wakati mmoja my mentor Wilson Charo akaja akanipatia nafasi siku moja nikawa nahubiri. So nilipokuwa nahubiri kwa vijana wengi, more than 100 now. Nilipokuwa najaribu kusimama nasikia magoti yanapigana. Nikahubiri nikiwa nimekaa. The first scripture which I preached to the youth, my first message, 1 Corinthians chapter 1 verse 26 na 27. Hapo ndipo ujumbe wangu wa kwanza nilizungumza na vijana. But that time singeweza kusimama. Today I can stand for 2 hours. I can stand for 3 hours. Is it because of my strength? God has given me that. Ili kwamba pia na mimi nipeane wengine, niwawezeshe wengine kwa neema ambayo amenipa. So God has given us the gift so that we can be a help to others. We can be a blessing to other people. Esau, can you understand that? Esau, je, unaweza kufahamu hayo? Edomu, unaweza kujua hiyo? Edomu ni wewe. Edomu ni mimi. Je, naweza kufahamu hiyo? Maana hakukupa bure. Bwana asifiwe. So Lucifer akatengenezwa vizuri,
Ameomba vizuri, lakini lengo ni kumtukuza. Hakufanya hivyo. Leo hii amehukumiwa forever. Anangojea nini? Anangojea mauti ya milele na milele, kifo cha pili. In fact, Biblia inasema Jehanamu haikutengenezewa wanadamu, Jehanamu imetengenezewa yeye, hukumu. So Mungu anahukumu juu ya wale watu ambao amewapatia neema, amewapatia gift, na hawapendi kutumia hii gift ili kumtukuza yeye. Kuna wadada wengine wameombwa vizuri. Wameomba vizuri kabisa, wameomba vizuri, kila kitu, mguu uko sawa sawa, kichwa kiko sawa sawa, nyele ziko sawa sawa, macho yako sawa sawa, mikono vizuri kabisa. Lakini wanadharau wengine. Lakini wanadharau hata wanaume wengine. Wanadharau hata jamii zingine, wanadharau watu wengine, wanadharau wasichana wengine, marafiki zao, kwa sababu wao wako sawa sawa. Uko hivyo, Mungu amekufanya hivyo ili umtukuze. Na unamtukuzaje? Kwa kukubali hiyo gift yako ama huo uzuri wako iwe baraka kwa watu wengine. Yamaanisha kwamba ujigawanye kila mahali? No. Jaribu kusaidia wengine nao wawe bora kwa sehemu zile ambazo ni wadhaifu, kwa sehemu zile ambazo hawawezi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So the gift God has given you is very important. Utilize it well, brother and sister, because there is judgment if you misuse it. If you misuse that gift, there is judgment. Kwa hivyo tunapoendelea, hata ukiwa umeokoka, na Mungu anakutumia, tafadhali tumia hiyo karama yako kwa utukufu wa Mungu. Ametupa hizo karama. Kwa hivyo mtu mwingine katika Biblia ni Suleiman, King Solomon. First Kings chapter 11 verse 1 mpaka 11 unaweza kuisoma mwenyewe, lakini hiyo Wafalme wa Kwanza sura ya 11 mpaka kifungu cha kwanza mpaka kifungu cha 11. Utasoma hapo vile Suleimani alivyokuwa. Suleiman Mungu alimbariki, akambariki na hekima. Na alipobarikiwa na hekima, kwa nini Mungu anampa hekima? Mungu anataka atumike, Suleiman atumike sawasawa. Tumike sawasawa katika nini? Katika ufalme ambao Mungu atampatia. Lakini Suleiman anafanya nini? Suleiman anaanza kutumia ufalme, hekima ile vibaya. Amempatia hekima. Hakuna mtu mwenye hekima kama Suleiman. In fact, vitabu vingi vya Zaburi na sana sana kitabu cha Ecclesiastes ama kitabu cha Mhubiri na pamoja na Mithali, hivyo vitabu viko na maneno, iko na mithali mingi ya Suleiman. Maana alipewa hekima nyingi. Lakini hekima aliyopewa Mungu alikuwa anataka itumike ili inufaishe Israeli, inufaishe nchi, iendeleze taifa. Lakini alipopewa akaanza kuitumia vibaya. Akaanza kuoa wanawake wa kila aina. Akaanza kuweka kila aina za muziki. Akaanza kula vyakula vya kila aina, na vinywaji vya kila aina. Akaanza kujaribu mambo tofauti tofauti, anafanya utafiti kwa vitu tofauti, maana hekima yuko nayo. So Mungu akakasirika. Ukisoma vizuri, ukisoma hapo utasikia hapo katika huo mlango. Anasema Mungu akakasirika na vile ambavyo Suleiman alifanya nini? Alivyokuwa anaishi. Maana baada ya kuwa alikuwa mzee, wanawake walimsongeza nje ya imani na akaanza kuabudu miungu. Na Mungu akakasirika. So Suleiman naye pia amepewa gift, lakini hii gift hakuitumia vizuri. Akaitumia vibaya. Alipoitumia vibaya, Mungu alimuondolea ufalme. Ufalme huu ulikuwa ni uwe katika nyumba iendelee, lakini akauondoa kwake. Kwa sababu gani? Kwa sababu amepewa gift na gift hii haitumii vizuri.
Suleiman ni mmoja, Lucifer ni mmoja, na kunao wengine. Lakini kuna mtu mmoja ambaye pia tunataka tumwangalie, ambaye pia yeye alikuwa ni mwanamke, lakini yeye pia alipawa nafasi nzuri, na huyo ndio tutamsoma. Halafu ninapoendelea kidogo, Esther, wacha tuende katika kitabu cha mlango wa 4. Esther mlango wa 4. Esther mlango wa 4 fungu la 15 mpaka 17, lakini sana sana nitasimama katika fungu lile la 17. Biblia inasema hivi: basi Esther akawatuma ili wamjibu Mordekai. 16, uende ukawakusanye Wayahudi wote waliopo hapo Shushani, mkafunge kwa ajili yangu, msile wala kunywa muda wa siku 3, usiku wala mchana, nami na wajakazi wangu tafunga ili vile vile. Kisha tutaingia kwa mfalme kinyume cha sheria, nami nikiangamia na niangamie. Basi Mordekai akaenda zake akafanya yote kama vile Esther alivyomwagiza. Tunaona Esther na Mordekai katika mazungumzo. Sasa mazungumzo yalikuwa yanaendelea vipi? Wacha tuangalie hapo juu kidogo. Fungu la 6 linasema hivi. Basi yule fungu la 7, naye Mordekai akamweleza yote yaliyompata na hesabu ya fedha Hamani aliyoiahidi kulipa katika hazina ya mfalme ili Wayahudi waangamizwe. So tunaona Esther naye pia alipata nafasi kuwa nani? Kuwa bibi ya mfalme Ahasuero. Kwa hivyo alipopata nafasi hii ya kuwa bibi ya mfalme Ahasuero, kuna mtu anaitwa Hamani ambaye alikuwa anataka kuwaua wana wa Israeli. Kwa hivyo akitaka kuwaua wana wa Israeli, aliandika barua ambayo ilitoa muhuri na mfalme. Lakini sasa alipoitia muhuri mfalme, Mordekai akajua. So Mordekai alipojua, wakaanza kuzungumza na Esther. So mahali ambapo tumesoma hasa katika 15 kuendelea mpaka 17, tunaona matokeo baada ya nani? Baada ya Mordekai na Esther kuzungumza. Kwa sababu Esther alikuwa anasema hawezi kuingia mbele ya mfalme, lakini Mordekai anasema itabidi uende mbele ya mfalme, kwa sababu wakati kama huu ukiwa katika sehemu ulio, unastahili uende ili ukawatetee, ukazungumuze kwa niaba ya Wayahudi. Ukazungumuze kwa niaba ya Wayahudi. Kwa hivyo Mordekai anamwambia nani? Esther, itabidi uende ukazungumze kwa niaba ya nani? Kazungumze kwa niaba ya Wayahudi. Maana tayari barua imeandikwa, ujumbe umeandikwa ya kwamba wanataka nini? Kuja kuwaangamiza. Lakini Esther akawa na ugumu, maana kuna sheria moja, akienda mbele ya mfalme akiwa hajaitwa atauawa. Ana moyo mzito, hawezi kwenda, nitaendaje mbele ya mfalme? Lakini Mordekai akamwambia, kama hutaenda wakati kama huu, ujue Wayahudi Mungu atawapatia njia nyingine ambayo hao atawaokoa, lakini wewe pamoja na nyumba yako hautapona. Ndio 15 na 16 na 17 Esther akamjibu Mordekai, akamwambia, haya, nendeni mkaombe, na mimi nami na watu wangu tutaomba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nafasi Esther aliyokuwa nayo ilikuwa ni nafasi ya kuenda kusimama mbele ya nani? Mbele ya mfalme, aombe kwa ajili ya Wayahudi. God has given us also a very important gift katika maisha yetu. Wakristo wamepawa nini? Wamepawa karama ya muhimu katika maisha yetu. Tumepawa karama gani?
Karama ya wokovu. Salvation is the gift God has given us. Kama vile Paulo anavyozungumza katika kitabu cha Waefeso mlango wa 2 kifungu cha ngapi? Kifungu cha 8. Anasema tunaokolewa kwa neema ni nini? Ni kipawa. Kwa hivyo wokovu ni kipawa Mungu ametupatia. Kwa hivyo as long God has given us this gift, wapendwa, usinyamaze. Usinyamaze mahali popote ulipo. God has given us what? Salvation. And this salvation is only in the gospel. And the gospel has been given to the church. This is a gift. Mimi nataka nikuulize wewe, tangu ulipookoka umezungumza na nani? Ndiyo, Mungu amekubariki. Kila wakati Mungu amenibariki, Mungu amenibariki. Wewe unataka kubarikiwa, lakini umezungumza na nani? Umezungumza na jirani yako kuhusu wokovu? Umezungumza na rafiki yako kuhusu wokovu? Umezungumza na ndugu yako kuhusu wokovu? Na mama yako kuhusu wokovu? Umezungumza na nani? Kijana wewe ambaye umeokoka, nafasi unayo, lakini mbona hutumii hiyo nafasi? God has given us a gift, brothers and sisters. This gift is very special. This gift is very important. Listen. Hakuna karama iliyo nzuri kama hii. Maana hii ilikuwa si yetu. In fact, wokovu ulikuwa si wetu. Ulikuwa ni kwa ajili gani? Ulikuwa uje kwanza kwa watu gani? Kwa Waisraeli. Halafu through the Israelites, basi ulimwengu ungehubiriwa kupita kote. Lakini Mungu ameturehemu baada ya kuwafungia kwa kipindi kidogo. Maana walipomkataa, Biblia inasema alikuja kwa walio wake, na walio wake wakamkataa. Na hivyo wale waliompokea amewapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Amekuja kwa watu wake wapendwa. Lakini walipomkataa kidogo, ametupa sisi nafasi. Wewe amekupa nafasi. Wewe kijana, tangu uokoke umehubiria. Sisemi kwamba aidha huyo mtu ameokoka ama hajaokoka. Nakuuliza tu swali. Mama nakuuliza swali, na baba nakuuliza swali. Siku unasema nashukuru Mungu amenibariki. Asante Mungu kwa kunibariki. Asante Mungu. Mungu amekupatia hiyo gift, ufanyeje? Yesu anasemaje? Enendeni ulimwenguni kote, mkahubiri injili kwa kila kiumbe. God has given us salvation in the gospel. So salvation is only in the gospel. Salvation haipatikani without the gospel. And the gospel is what? Is the gift God has given us so that we can preach to the whole world. So as I preach like this, hata wewe nakuuliza, hiyo gift tangu ulipopokea wewe fanyia nini? Ama tunasema mimi sitaki maneno, kimaliza ibada nataka tuniende nyumbani. Sasa mwaka nenda mwaka rudi, hii karama maana yake ni nini kwako? Hii karama Mungu amekupa uifanyie nini? Esau amepewa karama ili afanye nini? The right of what? Of the firstborn. Amepewa nafasi kwenda milimani. Ili afanye nini? Serve Jacob. God has given us the gift of salvation so that we can preach to our brothers. We can preach to the world. We can preach to our friends. We can preach to our colleagues. Hata wewe unaweza kuhubiria mtu, unaweza kuzungumzia. Una wakati mwingi wa kuchat. Una wakati mwingi wa kutuma picha ambazo hazina maana kwa Facebook. Unakula chakula, unapiga masahani yote. Uonekane unakula chakula. Chakula kina maana gani mama? Chakula kina maana gani ndugu? Chakula kina maana gani kijana? Wapiga hizo vyakula vyote, badala angalau uweke hata one paragraph ya ujumbe wa Yesu Kristo. What is your duty kama Mkristo? Karama hii uliopewa ifanyia nini? Vyakula ni kwa tumbo tu. Na hiyo Mungu anasema hivi. Vyakula ni kwa tumbo na tumbo kwa vyakula. Na Mungu atafanya nini? Ataviangamiza vyote. Usiwaste time na vitu ambavyo havina faida. This is the time for you to... Kuna watu wengine wamepewa neema ya kuandika message. Wanajua kuandika. They are good journalists. Lakini hawatumii hiyo karama kwa ajili ya Mungu.
Wanapiga tu mapicha yasiyo na maana na kuonyesha kwa mitandao, na mara nguo aliyovaa mpya, na baada kula anakoenda kama iko kwa barabara. Kama Mungu anataka ufanye nini mama? Mungu anataka ufanye nini sister? God has given us the gift, brothers and sisters. Let us use this gift to propel the message of Jesus to other people. Usiende mbinguni peke yako, nisiende mbinguni peke yangu. Yesu amenisamehe dhambi, ndiyo, na wewe na yule mwingine utaki. Kwa hivyo ndugu yangu, tunapomaliza, tafadhali nakusihi kwa neema ya Mungu, itumie karama ya Mungu. Usitumie karama ya Mungu bure. Usitumie karama ya Mungu bure. Paulo mahali pengine anasema, ole wangu mimi nisipohubiri hii injili. Maana sharti moja nimewekewa kwangu. If I will not preach this gospel, a necessity has been given unto me. Brothers and sisters, we have a gift God has given us. Let us use that gift for the glory and the honor of the name of the Lord. Kila wakati tumia hii gift yako. You know, unajua kupiga picha, unajua kuandika vizuri, unajua kunena vizuri. Tumia hizo vitu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Usitumie kwa ajili yako mwenyewe. Because unapotumia hiyo gift ya Mungu vibaya, kuna hukumu mwisho, na ni kilio na kusaga meno. Kwa hivyo Mungu akubariki unapochukua haya maneno, unapochukua hili neno na kuliweka ndani ya moyo wako. Naomba Mungu akusaidie unapoendelea kupokea haya maneno matukufu ya Mungu katika maisha yako. Nataka tuombe tunapomaliza kwa siku hii leo. Mungu akubariki ndugu, Mungu akubariki kijana. Use that gift for God. Amen. Use that degree for God. Use that wisdom for God. Use the money you have for God. Tumia hiyo gari yako kwa ajili ya Mungu. Na Mungu atakubariki. Na Mungu atakubariki. Na Mungu atakuwa na wewe, atatembea na wewe. Because God has given you for that. Tunakushukuru Mungu kwa siku hii ya leo. Matendo makuu ya Mungu Bwana unayatenda ndani ya maisha yetu. Jina lako litukuzwe, jina lako lihimidiwe. Asante kwa sababu ya neno hili. Naomba neno hili likafanyike kwa nyama ndani ya mioyo ya wale wapendwa. Let the power of God move in every brother and every sister. Ya kwamba tusikakae katika hukumu ya Mungu kwa sababu ya vile vitu na mali na kila chochote ambacho Bwana ametupatia. Any gift which the Lord has given us, let it not be a curse or bring judgment upon our life, but let it be a blessing for our lives and a blessing to others. Na kushukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Asante kwa sababu utatenda. Asante kwa sababu utabadilisha. Asante kwa sababu ya kazi hii. Asante kwa sababu Mungu unaokoa. Nafasi hii ambayo tumepata, acha ikawe nafasi ya baraka. Wacha ikawe nafasi ya nguvu ndani ya maisha yetu. Ninaomba hata kwa ajili ya wale walio wagonjwa, ya kwamba Bwana utawapona katika jina la Yesu Kristo. Tazama Bwana, kuna watu wengine ambao Bwana wako katika hali mbaya, wako katika na udhaifu. Tunaomba kwamba Bwana ukaachilie neema yako. Naomba hata kwa ajili ya nchi yetu ya Kenya, ya kwamba Mungu utaachilia mvua. Umesema ya kwamba utatupatia mvua kwa majira yake. Hili ni neno lako. Naomba katika zile sehemu zote ambazo hazina mvua, tunaomba ya kwamba Bwana ukaachilie mvua ya baraka, si mvua ya kuangamiza ama ya uharibifu. Asante kwa maana ni Mungu unayesikia. Asante kwa sababu ni Mungu unayetenda. Bariki watoto, bariki wa vijana, bariki wa mama, bariki wazee, bariki watumishi wa Mungu. Acha Bwana tukatumike kwa utukufu wako. Asante kwa sababu utatufungua macho na tutapata kuendelea. Hatutakuwa Edom, hatutakuwa Esau, kwa sababu Mungu uko na sisi. Unatufungua macho, utaondoa kiburi ndani yetu, na Bwana utaweka amani yako na rehema zako na upendo wako, utaendelea kutenda kazi katika mioyo yetu. Pokea sifa na utukufu, na ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi uishe milele na kutawala. Amen.